Moyo wa Kanisa, mwongozo wa kujifunza Biblia. Kwenye robo ya kwanza, somo la 4 linazungumza kuhusu umoja tunaopata kupitia unyenyekevu. Kwa hivyo siku ya jeudi tunazungumzia kuhusu le mystère de la piété, niseme siri ya utawa. Unadhani hiyo siri ni ipi na tunaweza kujifunza nini kupitia hili? Basi nitakusihi pamoja nami kusoma kwenye Timotheo wa kwanza 3:16. Imeandikwa, na siri ya utawa ni kuu pasipo ubishi. Mungu alidhihirishwa katika mwili na kuhesabiwa haki katika roho na kuonekana na malaika na kuhubiriwa kati ya mataifa na kuaminiwa katika ulimwengu na kupokelewa katika utukufu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivi, mpendwa mtazamaji na msikilizaji, utaelewa kwamba kujihusisha ama kujishusha kwa Yesu Kristo kwa ajabu sana kabisa katika kuwa mwanadamu ni somo ambalo tutaendelea kujifunza siku baada ya siku, hata katika umilele yote, kwa sababu ni ajabu kuona kiumbe kisichokuwa na mwisho. Okay, kiumbe kisichokuwa na mwisho, niseme hivyo, ambaye ni Yesu Kristo, ambaye ni Mungu, ambaye ni wa milele, alijifanya kuwa mwanadamu mwenye kikomo, chini ya kifo. Hivi ndivyo Paulo anavyomwita na anaita hii siri ya utawa. Wakati Mungu asiyekuwa na mipaka, ambaye ni muumbaji wa vyote, akajifanya mwanadamu, akajipea mipaka ili kwamba aweze kufariki kwa ajili yangu na kwa ajili yako. Kwa hivyo Yesu alitoka kwenye ukuu wa ulimwengu wote hadi utumwani kabisa, akaacha utukufu wake mbinguni, akaja kututumikia, akaja kufa kwa ajili yangu na kwa ajili yako. Unaposoma kwenye kitabu kile kia Warumi sura yake ni ya 8 mstari wa 3 hata Waebrania sura ya 2 14-13 na Waebrania 4:15, tunaona kwamba mashairi haya yanaonyesha kwamba Yesu alichukua kikamilifu asili ya kibinadamu pamoja na udhaifu wake, lakini yeye hakufanya dhambi yoyote. Alijaribiwa kama mimi na kama wewe, akateswa kama mimi, akaona hata na njaa na akachoka na hata mauti, ili ajitambulishe na wanadamu, awe kuhani mkuu mwenye huruma na atupatie wokovu wa kweli. Ni jambo la ajabu kulielewa, lakini ni ukweli ambao tunatakiwa kujifunza zaidi, na sio kwamba tutakuwa tukizungumzia, lakini kuuishi, tuwe na uzoefu wa kuelewa kile ambacho Yesu amefanya ndani ya maisha yako. Na hiki ndicho Paulo anaita ukweli huu, anasema huu ndio siri ya utawa kwenye Timotheo wa kwanza 3:16, kwa sababu anaunganisha yasiyo na mwisho na yenye mwisho, wa milele na wakufa, Mungu na ubinadamu. Katika Wafilipi sura yake ni ya 2:6-8 tunaweza kujifunza kuhusu unyenyekevu wa Kristo, kwa sababu alikuwapo katika umbo wa Mungu. Yesu Kristo alikuwapo katika umbo la Mungu. Yesu alikuwa ni Mungu kamili sawa na Baba, na alijifanya hana utukufu. Aliacha kutumia kwa uhuru haki zake za kiungu ili kwamba apate kuniokoa na wewe, na alijinyenyekeza, akachukua nafasi ya utumishi kinyume na kiburi cha Lusifa, akajitoa kwa ajili ya watu, hata mauti ya msalaba. Alikubali kifo cha aibu kwa ajili ya wokovu wangu mimi na wewe. Kwa hivyo, mpendwa mtazamaji na msikilizaji, tunaweza kuelewa ya kwamba msalaba unafunua uzito wa dhambi, upendo usio na kipimo wa Mungu, na pia tabia ya unyenyekevu ya Kristo. Mungu atusaidie sana ili kwamba tuendelee kutafakari juu ya msalaba wa Kristo, namna gani unabadilisha moyo wa wale wanaomwamini, namna gani unatufundisha unyenyekevu, hutuita kujikana nafsi, na hutufundisha pia kumtumainia Mungu katika hali zote, hata wakati wa mateso, na pia hata kutuhamasisha kuwapenda na kuwahudumia wengine. Mungu akusaidie kuwa na nia iliyokuwa ndani ya Yesu Kristo. Asante Yesu kwa somo hili. Tufunze kuelewa kile ulichokifanya, kuacha utukufu kufa kwa ajili yetu, katika jina la Yesu Kristo, amina. Tusikose kusubscribe, like na kushare.